Zaidi ya Wakenya milioni 4 wanakabiliwa na uraibu wa pombe na dawa za kulevya nchini, kulingana na ripoti za mamlaka ya kitaifa ya kampeni dhidi ya ulevi na matumizi ya dawa za kulevya na kada. Mimi ni mzazi wa Titus ambaye alikuwa ameathirika sana kwa ajili ya pombe. Alikuwa ameteseka sana, alikuwa na shida mingi, hata nyumbani hakuwa anakaa nyumbani. Alikuwa amenitesa, nilikuwa nimekonda, hata nilikuwa sikuli, lakini niliposikia juu ya rehab ambayo ilikuwa hapa Moiben, nikachukua nafasi yangu kama mzazi na nikaambia mtoto wangu ya kwamba haje ili apate kubadilika. Mimi mwenyewe niliamua kwamba we are going forward. And you see, we expect you to be our ambassadors of change. We've made a lot of progress director for a while. Now this time we are doing the 8 court. Na furaha yetu ni kuona vijana wetu wakiendelea kufanya vizuri. Hata hivyo, ni idadi ndogo tu inayoweza kupata huduma za matibabu kutokana na gharama kubwa na uhaba wa vituo vya umma vya urekebishaji tabia. Kituo cha urekebishaji cha Uasin Gishu County Rehabilitation Center Moiben kimeadhimisha sherehe za kuhitimu kwa waraibu wa dawa za kulevya. I do some business there, like fun and some other things to survive there. So I'm grateful to be here. I've learned a lot. I've learned to change and bring people there and I'll try to become better. So I encourage a lot of people there who are to be better people. The addiction is like a curse. Yeah, everyone is the same. So I hope to count it out. Nashukuru county. Sema asante kwa kila kitu wamefanya. Kitu ningependa kwa advice kwa watu bado wanatumia pombe. Huu pombe hizi inasaidia because mimi nilimaliza shule mwaka ya 2022 but nilikaa na nikaangukia kwa hiyo kutumia mihadarati. Hafla hii imeongozwa na mkuu wa polisi Nelson Kangogo, ambapo waraibu zaidi ya 10 wamehitimu rasmi baada ya kukamilisha matibabu na mafunzo ya miezi mitatu tayari kurejea kwenye jamii. Viongozi mbalimbali ikiwa ni pamoja na mkurugenzi wa bodi ya kudhibiti pombe Koia Arap Maiyo na mwenyekiti Emmanuel Chungo walimshukuru gavana Jonathan B. Chelilim kwa kufadhili kituo hicho na kutoa huduma hizo bila malipo. Sisi pia tuko tayari kusupport nyinyi ili muweze kuyafikia hayo malengo ambayo mmeiweka katika maisha yenu. Na leo tunashukuru kwa sababu one of our graduates amegraduate hapa anaitwa Emmanuel, na pia tunashukuru the county government of Uasin Gishu because they've provided such facility for our men, our boys to come na ku change. So leo tumekuja hapa for graduation, na pia tumeshukuru one of the board members amesema that come next year watakuwa na rehabilitation ya ladies. Pia mhitimu wa zamani Titus Kiprop pamoja na viongozi hao waliwahimiza wahitimu wote kudumisha nidhamu, kuachana kabisa na pombe na kuwa mfano mwema kwa wengine mtaani. So we really thank the county government of Uasin Gishu, na pia tunaomba waendelee kushikilia hawa vijana ambao wamegraduate leo. Tunaombea hawa vijana wakitoka huko at least wawe pia ambassadors wetu, na pia sisi kama BC Dance tuna plan kusupport Emmanuel akitoka hapa at least akuwe na something ya kufanya ili asiweze kurudi nyuma. So thank you so much from Blessed Dance and congratulations to our county na all those partners who have supported this event. Thank you. Kituo hiki kimewapa waraibu matumaini mapya ya maisha ya baadaye kama jinsi ambavyo imedhihirika kwenye hafla za siku ya leo. Eve and Jerry, Stewart TV, Moiben.